Natokea hospitali ya mji Babati. Tuko na wataalamu kutoka hospitali ya mkoa wa Manyara. Tuko kutoa elimu ya afya na kinywa na meno. Tukumbuke kwamba wiki hii tunafanya maadhimisho ya afya na kinywa na meno duniani, na kitaifa yanafanyika huko mkoani Mtwara, na sisi katika mkoa wetu wa Manyara hili zoezi linaendelea kufanyika la uchunguzi wa afya na kinywa na meno. Leo tupo katika kituo cha Hosana, kituo cha watoto wenye mahitaji maalum. Tumekuja kuwafanyia uchunguzi wa afya ya kinywa na meno, na tumeweza kubaini baadhi ya wachache wana changamoto ya matatizo ya afya ya kinywa na meno, na pia tumeweza kuwaelimisha vizuri. Watoto wameelewa vizuri namna ya kutunza vinywa vyao na namna ya kutumia dawa za meno. Kwa uchunguzi tuliofanya, tumebaini watoto wengi wana changamoto ya meno kutoboka ambayo tunaita dental caries, na hiyo inasababisha watoto kula vitu vitamu vyenye sukari sana. Tumewashauri walimu kutokuwaletea watoto vitu vyenye sukari sana. Pia walimu washauri wazazi wao kutokuwapa vyakula vyenye sukari sana, na kuwafundisha jinsi gani ya kutunza vinywa vyao. Kwa elimu hiyo tulioipata, tunaamini kabisa watoto wetu wanaenda kuwa na meno yenye afya bora kulingana na elimu tuliopewa na madaktari wetu. Na mimi mwenyewe binafsi nimejifunza vingi, na pia hatukufundishwa tu, ila tulielekezwa na namna ya utumiaji wa miswaki. Watoto walifundishwa namna ya kuswaki kwenye vinywa vyao na wameelewa, na tunaamini kabisa kwa elimu hii meno yao yanaenda kuwa bora, na sisi kama walezi tutawafundisha namna ya kuendelea kutunza hiyo elimu, na pia kutokuwapa vyakula vyenye sukari. Kwa hiyo kipekee nimefurahi sana, tunawashukuru sana, na pia hawakuja mikono mitupu, waliwaletea zawadi watoto. Kwa majina naitwa Charles, nasoma darasa la 7, natoka katika kituo cha Hosana Home Care. Nashukuru madaktari kwa kuja kutuona na kutuangalia meno na kutupa tahadhari jinsi ya kujikinga na magonjwa ya meno. Mungu awabariki, asanteni.